baba anaitwa sema ni wa kwanza ni wa mwisho. Tena akaleta mtoto wake wa upekee mzaliwa. Mwisho anakuwa kurithi kiti cha enzi. Analeta majina 3 kwa yule mtu anatembesha kazi yake. Anamuita sasa ni mchungaji. Anamuita sasa ni malaika. Akampa somo ndani jina 3 asema ni Mungu mdogo wa pili. Niko na somo letu nasema hivi. Wachungaji wanesha kuachana kuongozaji hapa. Wachungaji wanesha kuachana kwa kuongoza. Mchungaji tunabeba paka ile maandiko yeye yanasema mlezi. Wala mchungaji anaitwa sasa ni mwalimu. Wala ile mimi nasema ni mtawala. Mtu wa kuongoza. Kila mchungaji hana na ongozaji wa kwake. Chukua tu kidogo ile Roho Mtakatifu itaweza kuchukua kwa mchungaji mwingine. Usichukue kila kitu utaribu. Tutasoma kutoka 32 mstari wa 1 mpaka 10. Huyu ni Musa. Musa alikuwa mchungaji kwa mifano 5. Mfano ya kwanza alikuwa ni mchungaji wa kutoa Israeli mtumwa. Mifano ya pili ilikuwa ni kuvukisha Israeli pa mipaka ya maji. Mifano ya tatu ilikuwa ni afanye miujiza ya watoto wa Israeli hali ya barabarani kula. Mifano ya hii kuleta sheria ya Mungu 10. Mifano ya 5 Israeli akwe kuinchi ya Malako. Tukiane tena twende kuile Ezra sura yake ya 10 mstari wa 1 mpaka 5. Ezra alikuwa mchungaji wa kuhubiri Israeli atubu. Tukibebe tena Yoshua alikuwa ni mchungaji wa kuongoza Israeli sana. Afike kuincha Malako. Atamuongoza kwa neno. Sababu huyu nani Yoshua alikuwa na maneno 3. Kukinywa Mungu alisema inapasha kukue paka neno la Bwana. Huku kumunani mkono ya kiume kulikuwa sanduku ya agano. Mkono ya kushoto kulikuwa Walawi. Yeye alikuwa ni mchungaji mtakatifu wa kuongoza watoto wa Israeli. Jamani, tukichukua hata kutoka 31 moja 3. Mungu akaleta watu 3, watu 2. Sasa wasimame kwa maneno ya Israeli atowe. Kuna mchungaji hana na ile neema yake ya kila mtu atowe sasa apate baraka kubwa. Tuko tofauti, tuchukue hatua kidogo ya ile Mungu ataweza kuelekeza kwa mchungaji mwingine. Hapana kuchukua kila kitu. Utaona mtu wasipo akili mchungaji anabeba haya yote anatumikisha mchungaji mwingine. Anaitumikisha ndani ya kanisa. Nani alikuambia wewe mkorofi? Unapoteza neema. Hata mfanya biashara ataweza kuona mfanya biashara mwingine atachukua paka akili kidogo. Anaongeza pa ile kazi na anakuwa mtawala. Na sisi wachungaji tuchukue hatua kidogo. Haya nyingine Mungu atatongezea, tutatembea kwa ile mchungaji, kila kitu kitakuwa sawa. Na tutakuwa walezi wazuri. Sasa vile Mungu wala Yesu aliongea kwa Petro, nenda ukatembeshe kondoo. Takuwa na wewe pamoja. Sasa takuwa na wewe pamoja. Elisha alikuwa ni mchungaji wa ongea na huyu Gehazi, acha maneno ya uongo. Huyu ataweza kuwa mchungaji wa kukulinda, wachi tu uongo. Wachungaji tukue serious ya kufanya kazi ya Bwana. Tukue na mtakatifu. Mchungaji anaitwa sema ni neno kubwa. Yaani kama nasimama mchungaji, napasha sasa anakuwa na neno kubwa, anakuwa mtakatifu. Ndani yake Mungu waki, hana akili nyingi, anakuongea kuzuri sana, anafundisha kila kitu. Mchungaji ni mtu wa kwanza kuwa mtu wa kweli. Na maneno